Mvutano wa kijeshi kati ya Iran na Marekani umechukua sura mpya kufuatia madai ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kufanikiwa kuishambulia ndege ya kivita ya kisasa ya Marekani aina ya F-35, tukio ambalo linadaiwa ni tukio la kwanza la aina yake tangu kuanza kwa mapigano yanayoendelea katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na IRGC, ndege hiyo ambayo ililengwa na shabaha na silaha za kupambana na ndege ikiwa angani, na imeonyesha video ambazo zimechapishwa ya kile kinachoonekana kuwa ni ndege hiyo ikipata pigo au ikishambuliwa. Kabla ya taswira hiyo kukatika ghafla, jeshi la IRGC limesema uchunguzi zaidi unaendelea kubaini hatma halisi ya ndege hiyo, huku wakidai uwezekano wa kuangushwa kwake kuwa mkubwa zaidi. Vyombo mbalimbali vya Marekani ikiwemo vile vinavyoaminiwa na serikali ya Marekani vimeripoti kwamba ndege hiyo ilipata uharibifu, lakini haikuweza kutua kwa dharura katika kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo katika eneo la Mashariki ya Kati. Taarifa hizi zinanukuu vyanzo vya kijeshi vikisema ndege hiyo huenda ilipigwa na mashambulizi kutoka ardhini, ingawa uchunguzi rasmi bado unaendelea. Kwa upande wake, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa ndege hiyo ilikuwa katika operesheni ya kijeshi juu ya anga la Iran wakati ilipopata hitilafu ambayo imesababisha kulazimika kutua kwa dharura. Hata hivyo, haijathibitisha moja kwa moja iwapo hitilafu hiyo ilisababishwa na shambulizi hilo. CENTCOM wamesema mashine hiyo ilitua salama na rubani yupo katika hali nzuri. Tukio hili linafanyiwa uchunguzi wa kina, amesema msemaji wa CENTCOM Captain Tim Hawkins. Katika madai yake, IRGC imesema imefanikiwa kuzidhibiti zaidi ya ndege zisizo na rubani 125 za masafa marefu zinazodaiwa kumilikiwa na Marekani na Israel, hatua ambayo inatafsiriwa kama sehemu ya juhudi za Iran kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga. Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanasema iwapo madai haya yatathibitishwa, basi tukio hili linaweza kuwa na athari kubwa katika mizani ya nguvu za anga, hasa ikizingatiwa kuwa ndege ya F-35 ni miongoni mwa ndege za kisasa duniani, ikiwa na uwezo wa kujificha kwenye radar stealth technology pamoja na kugharimu takribani dola milioni 100 kwa kila moja. Aidha, taarifa zinasema kwamba silaha ambayo imetumika katika shambulizi hilo huenda ni kombora la Irani linalofahamika kama Missile 358 au SA-67, teknolojia ya ndani ya Iran inayodaiwa kuwa na uwezo wa kipekee wa kubaki angani kwa muda mrefu kama droni na kusubiri shabaha kabla ya kuishambulia. Tukio hili limeibua mjadala mpana katika duru za kimataifa, huku ikionyesha kwamba huenda inaweza ikaongeza mvutano na hatari ya kuongezeka kwa mapigano kati ya pande hizo mbili ambazo tayari zimekuwa zikikabiliana na mashambulizi ya moja kwa moja ya kupitia washirika wao katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati uchunguzi ukiendelea, macho ya dunia yanaelekezwa katika hatua zitakazofuata, huku wengine wakihofia kuwa tukio hilo linaweza kuwa kichochezi kikubwa cha awamu mpya ya mivutano ya kijeshi yenye athari pana zaidi za kimataifa. Hili ni tukio la aina yake, tukio la tofauti sana ambalo limefanywa na Irani. Hili linaonyesha namna ambavyo Iran wamejizatiti katika kukabiliana na Marekani, hasa katika eneo la kudhibiti hizo silaha pamoja na mashambulizi ya moja kwa moja. Sasa tuitazame hapa kinaga ubaga, F-35 ni ndege ya aina gani na kushambuliwa kwake kunatuma ujumbe gani kwa Marekani ambaye alikuwa anategemea kuziuza ndege hizi katika viwango vikubwa zaidi duniani kutokana na teknolojia yake. F-35 ni ndege ambayo inatengenezwa na kampuni ya Lockheed Martin kwa ushirikiano na washirika wake wakuu kama Northrop Grumman pamoja na BAE Systems. Mradi wa F-35 kwa maana ya ndege hizi za kivita ulianza chini ya mpango unaofahamika kama Joint Strike Fighters JSF, lengo ikiwa ni kutengeneza ndege moja ya kisasa ambayo itaweza kutumika na matawi tofauti na jeshi kwa maana ya angani, majini pamoja na wanamaji. Kuna aina tatu ya ndege hizi: F-35A kwa matumizi ya jeshi la anga, hatua ambayo huwa inaruka kawaida. Kuna ile F-35B ambayo inaweza kuruka kwa umbali mfupi kwa kutumia inatua kwa wima. Kuna F-35C maalum kwa ajili ya manowari za kubeba ndege kwa maana ya aircraft carriers. Utengenezaji wake unahusisha teknolojia ya hali ya juu sana, ikiwemo mifumo ya kompyuta, sensa jumuishi pamoja na mifumo mingine ya kupunguza muonekano kwenye rada. F-35 ni miongoni mwa ndege za kisasa zaidi duniani na ubora wake unatokana na mambo yafuatayo. Kwanza,
Teknolojia ya kujificha ndege hii inayofahamika kama stealth ina uwezo mkubwa wa kutoonekana kwa urahisi kwenye rada za adui, jambo linaloiwezesha kupenya maeneo yenye ulinzi mkali bila kugundulika. Lakini pili, ina mfumo unaofahamika kama sensor fusion ambao unachanganya taarifa kutoka vifaa mbalimbali na kumpa rubani picha kamili ya uwanja wa vita wakati wa mapambano. Lakini jambo jingine, ina uwezo wa kufanya mashambulizi. Ni ndege ambayo tunasema ni multi-role, maana yake inaweza ikashambulia malengo ya ardhini, inaweza kupambana angani na ndege nyingine, lakini pia inaweza ikafanya upelelezi kwa maana ya intelligence, surveillance pamoja na reconnaissance. Lakini pia ndege hii ni ndege ambayo inaweza ikafika kasi takribani Mach 1.6 ambayo ni zaidi ya kilomita 1900 kwa saa, ikiwa na uwezo wa kufanya operation za umbali mrefu zaidi. Rubani huwa anatumia kofia maalum au helmet ambayo ina teknolojia ya hali ya juu ambayo inamwezesha kuona kupitia ndege, yaani kupata muonekano wa pande zote kwa msaada wa kamera pindi anapoiendesha ndege hiyo. F-35-1 ni moja ya ndege ambayo inatajwa kuwa ni gharama zaidi utengenezaji wake pamoja na uuzaji, kwa sababu moja inatengenezwa kwa takribani dola milioni 80 mpaka milioni 100. Hiyo ni F-35A. F-35B inatajwa inatengenezwa kwa zaidi ya dola milioni 110, wakati F-35C nayo inatengenezwa kwa dola zaidi ya milioni 100. Na hizi ni moja kati ya ndege ambazo kwanza zina uwezo mkubwa zaidi. Inatajwa kwamba wakati wa kuruka ndege hii inaweza ikagharimu zaidi ya dola 30,000 mpaka 40,000. Inahitaji matengenezo ya hali ya juu zaidi, na mradi mzima wa F-35 unakadiriwa kugharimu zaidi ya dola trilioni 1.7 katika maisha yake yote, ikiwa ni pamoja na matengenezo na urushaji wake. Kwa hiyo tunapohitaji hii F-35 si tu ndege ya kivita, ila ni mfumo kamili wa vita wa kisasa ambao unachanganya teknolojia za hali ya juu, uwezo wa kujificha na nguvu ya kufanya mashambulizi. Ndio maana tukio lolote ambalo linadaiwa kuiangamiza au kuizuia ndege hii linaweza likawa ni pigo kubwa sana kwa Marekani, kwa sababu Marekani alijinasibu kwamba yeye anazo silaha ambazo anaweza akafanya chochote katika taifa la Iran. Na ndege hii ni moja kati ya ndege ambayo rais wa Marekani Bwana Donald Trump alitangaza kwamba ni ndege ambayo itatumika katika mashambulizi na itatumika katika maeneo mbalimbali ambapo anataka kuanzisha operation. Kitendo cha ndege hii kuangushwa kina maana gani? Hili litakuwa ni pigo kubwa sana katika teknolojia ya stealth, kwa sababu hii imeundwa mahususi katika mfumo wa kujilinda au kujificha katika rada. Kwa hiyo kama imepigwa na itajulikana ni ukweli ndege hii imedondoshwa, maana yake inaonyesha kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya adui kwa maana ya Iran ndiyo ambayo inaweza ikaigundua na kuifuatilia kwa namna fulani. Hii inakuwa ni changamoto kubwa kwa dhana kwamba ndege hizi hazishikiki au ndege hizi hazionekani. Kwa lugha rahisi, hiyo ngao ambayo ilikuwa inaaminika kuwa imara sana sasa inaonekana ina matobo. Lakini kwa miaka mingi Marekani na washirika wake wamekuwa wanasema wao wana mifumo bora zaidi ya anga. Sasa tukio hili, nchi kama Iran sasa wanaweza kuifikia na kuiharibu au kukabiliana na ndege hizi za kisasa. Sasa vita vya anga vinaweza vikaingia katika hatua mpya ambapo hata teknolojia za hali ya juu zaidi zinakabiliwa na ushindani mkubwa zaidi. Lakini kama kweli ndege hii itakuwa imeharibiwa kiasi hicho kwa kutumia hiyo missile 358, hii inaonyesha kwamba Iran ina ubunifu mpya wa kijeshi, kwa sababu wao wanaweza wakawa wanatumia kombora, lakini kombora hilo hilo limetengenezwa kama droni. Lakini silaha hizi sasa zinabadilisha mbinu za kivita, na sasa zinaweza zikawa ni moja kati ya silaha ambazo Marekani hawezi kujidai nazo kwa sababu tayari zimekwisha kuonesha matobo. Marekani alisema kama ana hizo ndege au ana hizo silaha ambazo hazionekani hata katika mifumo ya rada, tafsiri yake kwamba hapa Irani anauambia ulimwengu kwamba sasa yeye ndilo taifa ambalo linaweza likamuuzia mtu mwingine yeyote yule mifumo ya kuharibu ndege zozote za kivita za Marekani ambazo hazionekani katika mifumo ya rada. Kwa hiyo tunasubiri kwa undani zaidi kujua kama kweli jambo hili limetokea kama ambavyo vimezungumzwa na IRGC. Maana yake tunasema enzi za ubora wa silaha za Marekani na majigambo ya Marekani kwamba wanazo silaha hatari na za kisasa zaidi sasa limefika mwisho.
wapo wababe wengine duniani ambao wanaweza kutengeneza kila aina ya mfumo wa silaha ambao unaweza ukavuruga kabisa zile silaha ambazo ni silaha pendwa, silaha ambazo zimepigwa chapuo na Marekani. Tafsiri nyingine hapa ni kwamba Marekani kama alikuwa anatarajia kuingiza ndege hizi kwenye eneo la mapambano, aingize sokoni, tayari zimekwisha kutiwa doa. Je, yale mataifa ambayo yalikuwa yanazitegemea silaha hizi yataendelea kuzinunua kwa sababu tayari zimekwisha kuonesha hayo matobo? Unaweza kusema na mimi kwenye comment section hapo chini juu ya hicho ambacho kimefanywa na Irani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.